Ni rasmi sasa, jeshi la Marekani limetoa taarifa kutokana na kile ambacho kimetokea usiku kucha wa kuamkia siku ya Ijumaa, baada ya mashambulizi ya hapa na pale na majibizano makali ambayo yameripotiwa usiku wa kuamkia leo, ambapo jeshi la Irani lilishambulia meli za Marekani 3 ambazo zilikuwa zinazengea mkabala na mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani limesema kuwa limefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Irani siku ya Alhamisi, likilenga maeneo ambayo lilisema yanahusika na kushambulia vikosi vya Marekani katika kile lilichokiita uhasama usio na uchochezi kutoka kwa Tehran. Mapema, amri kuu ya kijeshi ya Irani ilisema kuwa Marekani imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kuilenga meli ya mafuta ya Irani na meli nyingine iliyokuwa ikiingia katika mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kushambulia maeneo ya raia. Amri kuu ya Marekani CENTCOM imeangamiza vitisho vilivyokuwa vimeshaanza na kulenga vituo vya kijeshi vya Irani vinavyohusika na kushambulia vikosi vya Marekani, ikiwa ni pamoja na maeneo ya kurushia makombora na ndege zisizo na rubani drones, vituo vya amri na udhibiti, pamoja na mifumo ya ujasusi ya upelelezi, jeshi hilo lilisema katika taarifa yake. Iliongeza kuwa Irani ilikuwa imerusha makombora mengi, drones na boti ndogo wakati meli 3 za kivita za Marekani, Turkestan, Berata na Mason, zikipita kwenye mlango bahari kuelekea Ghuba ya Oman. Jeshi la Marekani limesema kuwa hakuna chombo chake chochote kilichopigwa na Wairani. CENTCOM haitafuti kuchochea mzozo zaidi, lakini bado iko imara na tayari kulinda vikosi vya Marekani, iliongeza taarifa hiyo. Haikubainika mara moja mashambulizi haya yanakuwa na athari gani kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofanyika mwezi uliopita, lakini CENTCOM ilieleza mashambulizi hayo kama hatua ya kujilinda. Hii si mara ya kwanza kwa pande hizo mbili kufyatuliana risasi tangu kusitisha mapigano kuanze. Siku ya Jumatatu, jeshi la Marekani lilisema liliharibu boti ndogo 6 za Irani na kuzuia makombora pamoja na drones za Irani, wakati Tehran ilipojaribu kuzuia jitihada za kijeshi za majini za Marekani za kufungua njia ya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz kufuatia kutangazwa kwa Operation Freedom. Washington bado inasubiri jibu la Irani kuhusu pendekezo la Marekani ambalo lingesitisha mapigano lakini kuacha masuala magumu zaidi kama vile mpango wa nyuklia wa Irani bila kutatuliwa kwa sasa. Pendekezo hilo lingehitimisha rasmi mzozo ambao vita kamili vilisimamishwa na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa Aprili 7. Hata hivyo, pendekezo hilo halijibu matakwa muhimu ya Marekani kwamba Irani isitishe kazi zake za nyuklia na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, mlango muhimu ambao kabla ya vita ulikuwa ukipitisha 1/5 ya mafuta na gesi duniani.